mnyama Simba hatimaye mara baada ya kutoka katika mchezo wake wa ligi ya mabingwa barani Afrika wa mwisho dhidi ya Stade Malien, kituo kinachofuata hatimaye ni leo pale katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo. Simba atacheza mchezo wake leo dhidi ya timu nikiangalia ratiba hapa anacheza dhidi ya Greenland saa 1 za usiku. Mnyama Simba, pengine huu mchezo kwako ukiangalia ni mchezo wa namna gani, lakini Simba anauchukulia mchezo wa leo wa CRDB kama kwenye engo gani? Naweza nikatumia hiyo kauli kwa sababu tukiangalia Greenland na Simba ni tofauti kabisa. Pengine hata ukimtajia mtu mwingine hawezi akaifahamu hii timu, anaweza kukwambia sijui. Kwako Simba hii leo tushuhudie full mkoko kutoka kwa mwalimu Steve Barker? Kwa upande wa kusema tutashuhudia full mkoko ni uongo kutokana na aina timu ambao wanakwenda kucheza nayo. Mara kadhaa kwenye mashindano haya zinapoanza hizo mechi za kwanza wakicheza na timu za daraja la kwanza championship huko wanakuwa walimu wanawatumia zaidi wale wachezaji ambao mara kadhaa hawapati nafasi ligi kuu. Kwa mfano yako huko usajili ambao aliufanya wa Inos Loemba ambaye tumeona mara kadhaa akiwa hapati nafasi ya kuanza moja kwa moja akitokea benchi. Nadhani mmoja wa wachezaji ambao naweza nikaona akianza kuanzia dakika ya kwanza. Lakini sitoshangaa pia kumuona Eli Mpanzu akianza kwa sababu ya mwendelezo wake mbovu kwenye mechi kadha wa kadha. Kwa hivyo ili kurejesha confidence kwa mchezaji lazima umpe michezo kadha wa kadha kuliko kumweka nje kama ambavyo wenzake kina Libasege lakini wakina Anisetura ambao wanakuaga wanaanza. Kwa hivyo tutaona kachumbari ya wachezaji ambao wanaanzaga kwenye first 11 na wale ambao hawapati nafasi kabisa wakiwa kwa asilimia kubwa, kwa maana Lada Kichasambi, Baja Biru utamuona, lakini wakina Inos Loemba Mpanzu binafsi nadhani na imani yangu inanituma hivyo kwamba mwalimu huenda akaanzisha Anthony Mligo hivi sasa hivi amekuwa pia hapati nafasi, tutegemea pia kumuona. Lakini eneo la katikati kwa maana ya kwamba katika backline hauwezi kumuona eti Rushin the Rock dhidi ya Greenland. Utashuhudia kuona wachezaji wengine katika eneo hilo na Wilson Nangu ambaye ametoka majeraha yuko vizuri hivi sasa, uwezo kumuona pia hapo. Lakini pia eneo la juu ambako wanacheza kwenye winga ndio kama tulivyozungumza kwa upande wa Lada Kichasambi, tarajia kumuona maeneo hayo. Kwa hiyo kwa upande wa Simba hii mechi ni kama ni mechi ya mazoezi kwake kujiweka sawa, kama ni mechi ya mazoezi. Yes, maandalizi kuelekea michezo mingine ya ligi kuu, lakini pia kumbuka wana dabi ya Kariakoo. Uone ushindani. Ushindani utakuwepo kwa sababu kama Simba akipoteza maana yake anaondoka. Sijui umeelewa. Kwa hivyo lazima wacheze kwa tahadhari hiyo. Wataanza kama nimekwambia watafanya mixer. Utaona wachezaji wale ambao ni first 11 material, lakini pia utakuja kuona wachezaji ambao hawapatagi nafasi pia wakianza. Lakini wingi wa wachezaji katika kikosi cha kwanza natarajia kuona wachezaji kuanzia 6 mpaka 7 wakiwa ni wale ambao hawapati nafasi mara kwa mara, lakini wachezaji kuanzia 4 mpaka 3 wakiwa na wachezaji ambao wanaanza katika first. Tunaweza tukashuhudia surprise mnyama akabomoka leo. Binafsi sina imani hiyo, hata kama ndio huu ni mpira wa miguu, lakini imani yangu inanionyesha kabisa kwamba kwa ubora unajua mchezaji ambaye haanzi Simba ukimpeleka pale Greenland anakuwa amewazidi wachezaji wale katika nyanja nyingi, kwa sababu unajua training zinatofautiana. Nakumbuka tulionaga wachezaji wa Pamba Jiji tukipinda Panda Ligi walikuwa training zao gym, wametengeza gym za mbao, sijui umenielewa, wanatengeza gym za mbao kuu. Yani unaona kabisa kwamba exercise ambayo anapata Lada Kichasambi pamoja na kwamba haanze akiwa Simba ni anaweza akawa ni coach of fitness katika kikosi cha Greenland. Sawa, mchezo huo wa mnyama wa CRDB dhidi ya Greenland ambao utachezwa Meja Jenerali Isamuhyo, mchambuzi amezungumzia kuhusiana na ni mchezo ambao hautokuwa na ushindani. Mnyama Simba alipoteza amepoteza ligi kuu kwa namna ambavyo, lakini pia CRDB ni kama hii misimu ya karibuni vikombe vilikuwa vinamuendea kapa, tunasema anaambuli chochote. Ni wazi kabisa sasa ameianza safari ya CRDB. Unamuona mnyama sasa akiwa serious na kila kitu msimu. Yes, of course. Kwa sasa hivi Simba hawana cha kupoteza kwa maana ya kwamba CAF Champions League tayari timu zote zimeondoshwa akiwemo na yeye mwenyewe. Kwa hivyo imani yao kubwa imebaki sasa ni CRDB pamoja na kombe la ligi kuu. Ndio makombe ambayo nadhani makubwa katika ardhi ya Tanzania ambayo yako mbele yao hivi sasa. Kwa hivyo ni lazima waweke nguvu kubwa kwa upande wa
CRDB lakini pia kwa upande wa ligi kuu ambapo bingwa mtetezi ni Young Africans. Kwa hivyo yeye anajua kabisa nahitajika kufanya nini, nizichange karata zangu kwa ukubwa ili walau katika vikombe hivi viwili nipate kimoja wapo. Yupo uwanjani, ni mashindano namna gani? Nipo na mchambuzi hapa ambaye ataenda kutupitisha kwa kina zaidi kuhusiana na mechi za leo. Lakini anga la kimataifa, Barcelona yaendelea kupokea kichapo, michezo miwili mfululizo. Hapo jana amekula kichapo cha mabao 2-1 dhidi ya Girona. Mimi ni Ernest Singano, mwana michezo wa Kawabe Media. Karibu sana kuanzia mpaka hivi sasa hadi mwisho. Bwana mchambuzi Rama, upo vizuri? Bwana alhamdulillah, mimi niko vyema kabisa, namshukuru Mungu. Mambo yanasonga? Kabisa mambo yanakwenda bana. Ramadhani inakaribia hii. Leo ni tarehe 17, si ndivyo? Tunaanza kufunga kesho inshallah. Tunaanza kufunga. Umejiandaa? Kama jina langu tu. Kwamba unajua mimi nilizaliwa mwezi wa Ramadhani, ilikuwa ni kipindi ambacho watu wanaweka Ramadhani 18. Kwa hiyo ikifika Ramadhani ya kwanza mpaka 18 kidini inakuwa ni birthday yangu, lakini unajua majira yanabadilika kwenye tarehe za miaka ya kidunia hii. Miaka ya kidunia mpaka mwezi wa 8 huko. Sababu mimi nilizaliwa miaka ya nyuma, kipindi cha Ramadhani inaanza mwezi wa 3. Nimeelewa mwezi wa 8 nyingine, sijui umeelewa zinabadilika. Kwa ni mwezi wa kupunguza dhambi angalau. Na miezi yote unapunguza dhambi. Wala bwana michezo ya Kawabe Media, kama nilivyokujulisha awali, tutaanza na michezo ya CRDB ambayo inatimua vumbi hii leo. Mchezo wa mapema kabisa utakuwa ni mchezo wa KMC dhidi ya Bandari ya Tanzania. Mchezo ambao utachezwa majira ya saa 10 za jioni. Bana, CRDB inaanza kutimua vumbi hii leo. Yes. Na bila kupoteza muda tunamtafuta, na yupo kwenye line ya simu hapa msemaji wa KMC Chukuchuku. Atuambie wamejiandaa vipi kuhusiana na mchezo huu wa leo na malengo yao ni yapi wao kama KMC. Chukuchuku, habari za saizi? Salama kabisa. Salama, sijui kwa upande wako. Salama kabisa. Mbona kama umepoa Chukuchuku? Maanisha nini kusema nimepoa? Yani ama bado asubuhi sana? Twende kwenye story usika, tutachana swala kupoa bana. Sawa, bana Chukuchuku, mnaanza mashindano ya CRDB leo hii. Mnacheza dhidi ya Bandari ya Tanzania katika uwanja wenu wa nyumbani. Tuambie sasa timu imejiandaaje na malengo haswa ya timu na katika mashindano haya ya CRDB. Kwanza tunashukuru Mungu jana timu ilifanya mazoezi ya mwisho katika uwanja wa KFC Complex. Tuliandaa na mchezo wetu dhidi ya Bandari FC katika Mtwara, mchezo ambao ndio kufanyika leo au majira ya saa 10 jioni. Sisi upande wetu kama KMC tumejiandaa vile ambavyo tunaweza kuhakikisha tunakwenda kushinda mchezo. Na huu utakuwa ni mchezo ambao kwetu una maana kubwa, kwa maana tunataka tushinde kwa ajili ya kurejesha morali kwa wachezaji kwenye mchezo wetu unafuata ligi kuu. Kwa hiyo kwetu si tu mchezo wa kawaida, ni mchezo muhimu, mchezo ambao unaenda kujenga kuelekea mchezo wetu unafuata ya NBC. Mpinzani wenu pengine Bandari ya Kenya mnamchukulia kwa ukubwa gani? Ni Bandari FC ya Mtwara, si Bandari FC ya Kenya. Of course Bandari ya Tanzania sasa. Kwa hiyo ni timu nzuri, timu ambayo inapigana wengi ambao kutoka mchezo wa mstari mkuu kuna William Mrishio, kuna Mwananka Kapeta. Kwa hiyo wanawazaji wengi wazuri, kwa tutakwenda kushikana kwa sababu tunapata matokeo. Si kama nilivyosema awali, si mchezo wa kawaida, ni mchezo muhimu kwetu. Mchezo ambao tutakwenda kupush kwa ajili ya kupata ushindi, lakini kurejesha morali na kupambana kwa wachezaji. Pengine malengo ya KMC ni kufika angalau mbali kwenye haya mashindano ya CRDB Chukuchuku. Malengo yetu ni kupambana na Kenya kureach kwenye highest stages. Hata ikiwezekana finali. Kwa hiyo hii finali lazima ushinde kwenye mchezo ya awali ya 64 bora, 62 bora, baadaye 16 bora. Robo finali, semi-final to final. Kwa hiyo sisi tumeandaa timu kwa ajili ya stage zote tano ambazo ni za kuzitaja. Mashabiki wa KMC wakiangalia katika mashindano ya ligi kuu soka Tanzania bara, hali si nzuri sababu mpo nafasi ya mwisho. Pengine sasa unawaambia nini kama msemaji Chukuchuku? Na imani na timu yao, kile kipindi ambacho kama
team tunasikia tushikane mikono tuwe kitu kimoja. Na naamini baada ya muda tutasaidia kwenye ile bora ambao watakuzoea. Shukrani sana Chukucho. Bana, kwenye line ya simu alikuwa msemaji wa KMC kuhusiana na mchezo wao wa baadaye Bandari ya Tanzania kutokea pale Mtwara, na ameelezea kuhusiana na morali ya wachezaji, lakini pia timu kwa ujumla wamejiandaa vizuri kwenda kuweka heshima katika mchezo huu. Rama, mchezo huo wa mapema kabisa CRDB, KMC yupo nyumbani katika uwanja wake wa KMC. Pengine kwako mashindano sasa CRDB yanaanza rasmi. Unajua hizi timu mashindano hizi hatua za awali zinaonekana kama ni hatua za kawaida sana. Yes bana, ni moja ya mchezo ambao to me naweza nikasema ni mchezo ambao kwa KMC sio mchezo mgumu, kwa sababu KMC ni ligi kuu material. Ni moja ya timu ambayo sawa inafanya vibaya katika mashindano ya ligi kuu, lakini bado hauwezi kuiondoa ubora wake, kwa sababu wachezaji ambao wapo pale na wachezaji ambao wana mentality za champions, kwa maana za ligi kuu zaidi. Wanakwenda kukutana timu ambayo ni Bandari, timu ambayo inacheza ligi za chini, ligi daraja la kwanza huko. Of course. Naweza nikasema kwamba ni moja ya sehemu ya kufanya practice kwa KMC, kwa maana ya kwamba kuangalia ni namna gani sasa wanaweza wakafanya vizuri ili kurejesha imani kwa mashabiki zao, lakini hata kwa wachezaji wenyewe kuelekea katika mashindano ya ligi kuu ambayo kwa sasa wanafanya vibaya wakiwa wanaburuza mkia, tunaweza tukasema hivyo. Huu ni mchezo wenyewe pia ambao ni kama watatafuta imani kwa mashabiki zao. Yes, kwa maana ya kwamba kama wakishinda wanarejesha imani na confidence. Kumbuka katika mashindano haya CRDB wanakwenda kukutana pia na hizi timu ambazo wanacheza nazo ligi kuu, Young Africans, Simba, Azam, Singida watakutana nazo. Kwa hivyo lazima washinde kuendelea kujiweka sawa, lakini tunaweza kusema ni kipimo, kwa maana ya kwamba kama sasa na watapoteza na mchezo huu, bado unaweza kusema kwamba KMC wana safari kubwa sana kuangalia namna gani wanaweza wakarejesha ubora wao ambao walikuwa nao katika misimu kadhaa nyuma. Lakini kingine, kama KMC watapoteza mchezo dhidi ya Bandari, bado unaweza kusema kwamba kuna kitu ambacho wanatakiwa sasa kukaa chini kwa undani kuangalia shida hasa ni nini, kwa sababu wakipoteza mchezo huu leo, kwa sababu ni madaraja tofauti. Ni madaraja tofauti, lakini kumbuka pia huu ni mchezo wa mpira wa miguu. Mara kadhaa lazima ukizungumza uweke nafasi hiyo kwamba ukumbuke huu ni mpira wa miguu. Mtu anaweza kafungwa na timu hii, lakini timu hii akawa na imudu. Lakini pia kingine ambacho unaweza kusema kinaleta ugumu wa mchezo ni kwa sababu hata wenyewe Bandari wanaamini KMC wamewazidi, ni timu bora kwa upande wao. Kwa hivyo ile ari ya upambanaji inakuwa ni maradufu, na urahisi ambao anaupata mwalimu wa Bandari na ugumu ambao anaupata mwalimu wa KMC ni huu hapa. Kwenye upande wa urahisi wa mwalimu wa Bandari ni kwamba hana maneno mengi ya kuambia wachezaji wake, kwa sababu yeye anasema tu tunacheza na KMC, ni timu inatoka ligi kuu. You need to show up, onyesheni kitu, huenda na nyinyi mkapata nafasi kuelekea ligi kuu. Hata kama timu yetu itachelewa kupanda mpaka ligi kuu, lakini mchezaji mmoja mmoja ni muda wa saa ama ni wakati mzuri wanyie kujiuza. Kwa hivyo anatumia lugha nyepesi tu ya namna hiyo kwamba mnahitajika muonyeshe ili mjiuze kwenye timu mbalimbali za ligi kuu, ili angalau na nyie mfikie madaraja hayo. Kwa hivyo ugumu ambao unapata mwalimu wa KMC ni namna hiyo kwamba haifahamu Bandari, kwa maana kwamba hajaiona au kuifuatilia mechi zao, hazionyeshi katika runinga kama ambavyo anacheza na Young Africans. Simba anaweza kaangalia michoro, mifumo, wachezaji hawa hawajui. Kwa hivyo atatumia dakika 15 za kipindi cha kwanza kumsoma Bandari anacheza vipi, then ndio anaweza kuretain sasa katika nafasi yake kujua naendaje kumkabiri Bandari. Sawa, ni mchezo mapema huo wa CRDB, lakini pia majira ya saa 1 za usiku